Usiku mzito wa jiji la Chicago, mwanga wa taa za barabarani ukicheza juu ya lami yenye mvua. Katika kona ya benki moja kubwa, milio ya alarm inasikika, risasi zikipigwa hewani, na kelele za magari ya polisi zikilia kwa ukali. Lakini huyu si jambazi wa kawaida. Ni kijana mwenye akili ya ajabu, mwenye uso wa utulivu kama maji ya ziwa. Jina lake ni Michael Scofield, mhandisi wa ujenzi wa miundombinu, mwenye degree ya juu. Lakini usiku huu, ameingia benki kwa makusudi. Si kwa ajili ya pesa, bali kwa sababu nyingine kubwa zaidi, kumwokoa kaka yake, Lincoln Burrows, ambaye amehukumiwa kunyongwa kwa kosa ambalo hakufanya. Michael anatiwa nguvuni kwa urahisi. Hakukimbia, hakuficha sura. Alitaka aonekane, ashikwe, na afungwe. Anapofikishwa gereza kuu la Fox River, kila hatua anayochukua inaonekana kama isiyo ya kawaida. Hana wasiwasi, anawatazama wafungwa wenzake kwa makini, kama vile ana ramani ya kila ukuta, kila chumba, na kila mtaro wa majitaka gerezani. Kwa sababu, ukweli ni kwamba ana ramani hiyo mwilini mwake kama tattoo. Alijichora mwenyewe michoro ya kila kona ya gereza, akiwa ameficha ndani ya design ya tattoo ya ajabu inayofunika kifua na mikono yake yote. Ndani ya gereza, Michael anakutana na sura tofauti. Sucre, mfungwa wa jinai ndogo lakini mwenye roho safi. T-Bag, muuaji wa kishetani mwenye akili za hila. C-Note, mwanajeshi wa zamani mwenye msimamo. Na Johnny Abruzzi, kiongozi wa mafia anayehusishwa na watu wa juu nje ya gereza. Michael hana muda wa kupoteza. Hukumu ya kaka yake ni ndani ya wiki chache. Njama inaanza rasmi. Anaanza kuwavuta watu katika mpango wake wa kutoroka. Lakini pia, anaanza kugundua kuwa kuna siri kubwa nyuma ya kifungo cha Lincoln, njama ya kisiasa inayohusisha watu wenye nguvu serikalini. Lakini swali ni moja, atafanikiwa kuondoka Fox River pamoja na kaka yake? Na je, watu wote aliowaamini wataendelea kuwa upande wake?